10 leo, tarehe 10. Bana ni Juni 10 mwaka 2025 na tuko hapa kwa ajili ya kujadiliana mambo kadhaa, lakini kubwa zaidi ni yale ambayo yanatokea kwenye ligi yetu. Zimetokea mbili bana, mechi ya Machi 8 bana imezua vitu vingi sana. Jana bana, kwenye taarifa kwa maana ya bodi ya ligi, viongozi wa Yanga wameitwa pale. Yaani baada ya bodi ya ligi, baada ya CEO kutoa press, Yanga wenyewe wakaita press, wakajibu mashambulizi. Halafu leo asubuhi tunaamka na Simba. Lakini jana amezungumza sana. Tupite hii kwenye taarifa ya Simba na ambavyo wamezungumza. Ukitazama hii taarifa una mtazamo gani? Kwa sababu wao wamesisitiza zaidi kwamba mechi ya tarehe 8 ipo, ya tarehe 15 Juni ipo. Kwani Mavara hii nguvu ya Simba kujinasibu na kuwatangazia umma au na kupata yani ile morali ya kusema kwamba tarehe 15 mechi ipo, ingawa mwenyewe ni shuhuda. Jana kumefanyika kikao kikubwa kati ya bodi ya ligi pamoja na Young Africans kujadili mchezo wa tarehe 15 baada ya Yanga kuendelea na msimamo wao kwamba wao hawatocheza. Simba sasa leo wanawajibu umma kwamba mchezo uko pale. Hii nguvu wanaipata wapi? Mavala, na ukipita kwenye taarifa yao, hebu pita kidogo tuone kwamba kuna uthibitisho wa hili. Wanasema kwamba klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo namba 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 Juni upo kama ulivyopangwa. Paragraph ya kwanza wamemaliza. Lakini wanaongezea, wanasema tunawasihi msiadaike na kelele za mitaani. Wale ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 Machi wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twendeni tukaujaza uwanja wa Mkapa. Tiketi zile ambazo hiyo sio bodi ya ligi, hiyo ni Simba. Hiyo na hii ni taarifa kwa umma. Kwani mwenyeji wa mchezo huu ni nani? Ambao umeahirishwa nani Machi? Ni Yanga ndio mwenyeji wa mchezo. Na anayepaswa kufanya mchezo ufanane ni nani? Aliyepaswa kutangaza viingilio, kupromote mchezo ni Yanga, kwa sababu wao ndio wenyeji wa mchezo, kama ilivyokuwa kwa Simba mechi iliyopita. Naam. Yes, wao walivyokuwa wenyeji ndio wanafanya hizo promotion. Yaani hii taarifa kimsingi of course ilitakiwa Yanga ndio waseme kwamba mechi ipo, watu wanunue tiketi na taratibu zinaanza. Simba kamua kutoa hiyo. Bwana, mtazamo wako upo? Mimi kwa mtazamo wangu tu kama mchambuzi Profesa Mandela, tukiwa tunajadili mbungi hii ambayo tumeamkia nayo asubuhi hii mpaka sasa hivi dakika ya 15 tangu barua hii itoke. Mimi kwa mtazamo wangu kwamba hii vita ni kubwa, Mavala, si ya kuizungumzia tu kwa kukurupuka. Hii vita ya Usimba na Uyanga, lakini tukimtoa Simba pembeni, tukimzungumzia Yanga na bodi ya ligi, sasa imeshakuwa vita kubwa. Sasa ukiitazama kwa macho matatu hii Mavara, unaikuta kwamba kumbe huenda si Simba, huenda si Yanga, na huenda sio bodi ya ligi. Kuna mtu yuko nyuma yake. Inawezekana jambo hilo kwa sababu yani haiwezekani. Jana barua Yanga imetoka kwa umma kwamba kuna mtu mwingine, yani kuna vita inapigwa huku, lakini yani wanaochezesha wako nje. Sisi hatujui. Yes. Kwa sababu unavyosema Profesa, jana pia wakati afisa habari kwa maana Yanga imetwitter press pale makao makuu, moja ya vitu ambavyo alizungumza afisa habari wa Yanga, alisema walipokana CEO wa bodi ya ligi kwenye kikao chao cha ndani, ambacho CEO hakusema. Anasema katika report ambayo ipo pale, kuna simu ya mkubwa ilipigwa ile siku kwamba mageti yasifanyaje, yasifunguliwe. Na nukuu alivyosema afisa habari wa Yanga na alivyokana ndo akawa na mtumu CEO wa bodi ya ligi akasema kwa nini CEO hajalisema hili?
Yanga wanataka ripoti iwe hadharani. Lakini Simba leo wamesemaje kuhusu ripoti yao? Simba kwenye ripoti yao wanasema kwamba kuhusu huyo mkubwa ambaye alipiga simu kwenye mageti hiyo 7 match. Ile Simba wamegusia nao hicho kipengele au wao hawajagusa? Sasa Simba wamegusa kinamna. Kwa sababu Simba wanasemaje? Wanasema tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 na wachukuliwe hatua stahiki na mamlaka husika. Hawa ni Simba. Na Yanga jana wanasema tunaomba ripoti hadharani na wale ambao walihusika wachukuliwe hatua. Umeona hiyo? Kwa hiyo kumbe hii vita nyuma yake kuna jasusi ambalo inawezekana sio mmoja. Inawezekana sio mmoja. Ni kikundi cha watu. Inawezekana wazito, wakubwa. Wazito kwa sababu kama ripoti bodi ya ligi hataki kutoa, Yanga wanataka ripoti iwekwe hadharani na ijadiliwe na watu wachukuliwe hatua. Simba wanataka ripoti ya wale ambao waliharibu ile usiku, kwa maana jioni ya tarehe 7 mwezi wa 7 iwekwe hadharani na wachukuliwe hatua. Kwa nini haya mambo hayawekwi sasa? Mavala hii kubwa. Kwa nini? Yaani kuna nini hapa? Yaani kumbe inaweza ikawa watoto wanapigana wenyewe kwa wenyewe, kumbe baba na mama wanajua kabisa kwamba hii vita vita ya watoto wangu inatokea mahali fulani. Sasa kwani kuna kitu gani bodi ya ligi mpaka waweze kuficha hili jambo? Wanaona ni sahihi kwamba tuendelee na mizozo na mabishano kwenye mitandao, lakini pia wao wanaona vema ligi ya Tanzania bara iendelee kuharibika na watu ambao hawafahamiki. Yaani kumbe hii nimegundua watu wasiojulikana wapo mpaka kwenye michezo. Wapo. Kwa sababu gani? Mbona bodi ya ligi jana hawakuweza kuangamua? Wamesema tu kwamba jamani kuna simu kwa nukuu umesema Alikamwe. Tena hiyo walikuwa wanazungumza hapo ni kikao cha ndani. Sio mwenyewe kuzungumza. Sio mwenyewe kuzungumza kabisa. Kwa sababu sio alitoa sababu ambazo zilikuwa very open. Kwa wakati tumeenda Yanga wenyewe wakasema sio, kuna vitu wanavificha. Kumbe Mavala hapo ndo nimegundua. Wallahi nakwambieje, Simba na Yanga wameshaungana. Mimi nakwambia ukweli. Hata masiala Simba na Yanga wameshaungana, wameshakuwa kitu kimoja. Wameshagundua kwamba wapi paliharibika. Nani ndio maana ukisoma hata paragraph ya mwisho cha mwisho anasema kutotolewa kwa ripoti na kutochukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira wa miguu nchini kwa sasa. Young Africans wanadai nini wao? Wanadai ripoti na itolewe wekwe hadharani, lakini wanadai wenye mamlaka waweze kuachia ngazi. Na Simba sasa hivi hapo nini pia na wanadai? So wanadai ripoti iwekwe hadharani na watu wachukuliwe hatua. Basi Simba wameshaungana na Yanga, wameshakuwa kitu kimoja, wanataka ripoti hiyo moja itolewe. Sasa mimi kwa marobaini hapo inawezekana kwamba ngoma iwekwe hadharani. Ngoma iwekwe hadharani. Kilichosababisha mpaka 8 match. Wekeni mambo wazi sasa. Mambo yaweke hadharani. Mimi nafikiri bodi ya ligi hawa ni watu wazuri sana. Tuna viongozi mahiri, unajua wamefanya makubwa sana. Kimzungumzia Almas Kasongo, kimzungumzia mkianza kwa president wamefanya makubwa. Ili siwatie dosari. Hili moja. Weka ripoti hadharani, watu wale rungu. Kama kuna mkubwa kutoka serikalini yameutibua mchezo, wamweke hadharani. Kwa sababu kuna ubaya gani? Sheria zinasema serikali haingilii. Kama si hatujui kama ni mtu wa serikali, sisi hatujui. Lakini kama kuna watu wazito, weka ripoti hadharani. Anika kwamba bwana machi 7 ule usiku aliyofunga geti ni huyu, waliofanya waweke watu wale rungu, wakishakula rungu mpira uendelee. Kwa sababu kuendelea kuwaficha ndo haya. Ndio maana unakuta Yanga hivi. Kwa nini Simba anakuwa na confidence? Anakuwa na confidence kwa sababu ile uchunguzi report haijawekwa. Kwa mpaka leo yani mambo yanaenda tu. Yaani tu wapi tunaelekea? Akina nani wanaolindwa hawa? Nani wanaolindwa sasa? Mavara. Kuna vigogo wako nyuma ya TFF na bodi ya ligi.
kuna vigogo ambao watu wazito hivi. Kama rais wa TFF anashindwa kuliamua swala hili na likaisha, ujue nyuma yake kuna nani? Kuna mtu ambaye yuko mzito, yuko nyuma yake. Sasa mimi rai yangu, nafahamu serikali hawawezi kuingilia mamlaka ya soka hapa nchini Tanzania kabisa, na Afrika kiujumla. Sasa kama wao hawana mamlaka ya kuingilia masuala ya soka, kwa hili hapa ninawaomba angalau hata kidogo waweze kuliingilia kati, waone namna gani, kwa sababu bwana Mavara, furaha ya Watanzania ipo kwenye soka. Sasa kwa hali hii ambayo tunaenda nayo, na serikali imekaa kimya na ilijibu kwamba sisi hatuna mamlaka ya kuingilia soka, lakini Watanzania zaidi ya mamilioni wanapenda soka. Watanzania wanakufa wengine kwa ajili ya soka, lakini Watanzania wengi wameinvest biashara zao kwenye soka, wanapata riziki kupitia mpira wa miguu. Sasa rai yangu kwa serikali, kama kuna mtu ambaye anajihusisha na masuala ya kubomoa ligi yetu wa Tanzania, aache mara moja, kwa sababu angalie taswira ya Watanzania namna gani wanavyoupenda mpira wa miguu. Kama kuna kitu ambacho kinahitajika kwenye mpira wa miguu kutoka serikalini, waweke hadharani. Wanawafanya viongozi wa TFF, wanawafanya viongozi wa bodi wanakuwa hawana sauti kwenye jambo hili, wanashindwa kufanya maamuzi kutokana na maslahi ya watu wakubwa ambao wasiojulikana kwenye hili sakata ambalo linaloathiri biashara, linaloathiri Watanzania. Sasa mwisho wa siku tumekaa hata hatuna mwelekeo. Kumbuka CHAN inakuja sasa hivi hapo mbele yetu. Sura yetu wa Tanzania na maandalizi yetu ya CHAN tutayaweka wapi? Tunaonekana kama sisi ni wababaishaji. Kwa hiyo kama serikali imetia mguu kimya kuharibu ligi yetu ya Tanzania kwa masilahi yao binafsi, mimi ninatoa rai yangu tu, waone namna ya kuweza kulimaliza hili swala, ili mpira wetu uweze kukaa vema na watu waweze kuendelea na upendo wao, utani wao na utashi wao siku zote. Kwa hiyo bwana Mavara, hili jambo ni kubwa. Yaani ukubwa wa jambo hili, nyuma ya bodi ya ligi na TFF kuna watu wana control kama game. Kama PS. Yaani kuna watu wanachezesha hili sakata, wanachezesha kama PS, wapo kwenye TV hivi. Kwa kwenye watu wanachezesha kuna Simba, huku kuna Yanga. Kwa yeye anacheza yani game anachezesha, tuone hapa. Anawagongesha TFF kule, anawagongesha kule bodi ya ligi, anawagongesha kule Simba, anawagongesha kule Yanga. Yaani mwisho wa siku sasa unakuta kwamba watu wanaumana. Kumbe kuna mtu mmoja tu ambaye ana maslahi binafsi, sijajua kwamba maana yake ni nini. Waweke hadharani. Mimi nafikiri hatua ya kwanza kabisa, mamlaka kama na viongozi wetu wa bodi ya ligi wanafanya kazi nzuri sana kwenye bodi ya ligi, wanafanya mambo makubwa. Tumeingia kwenye mashindano ya CAF mpaka tunafika nusu finali tumecheza. Jambo kubwa hilo. Jambo kubwa sana. Mimi nafikiri yaani 40 wa kwanza ile report ingetolewa tu. Waweke tu hadharani kwamba bana report kilichosababisha cha kwanza mechi ya Machi 8 yairishwe, kuna hawa na hawa walifanya mambo ya hovyo, wapigwe rungu kama kuna adhabu kumujibu wa kanuni na hawa wanajuana kanuni, watu wajibike. Wakishajibika kutoka pale sasa ndo akae. Kinacholeta kizungumkuti ni kwa sababu mechi imeahirishwa. Ukiona Simba anazungumza, Simba na yeye amesimama. Yuko right, na yeye anatetea nani taasisi yake kwamba sisi hatukucheza na nini ilikuwa hivi. Haya, na Yanga naye anasimama. Na ndio maana watu ukiona Simba anakuambia kuna wahuni, Yanga nyo kimsikiliza kuna wahuni. Sasa wahuni ni akina nani? Tuchanganya kabisa. Wazee watu wanapata mapresha kwenye kama mzee Mguto ni mtu ambaye bomba sana, kaongoza, mtu wa maana kulikweli. Mzee Mguto Karia mtu wa maana sana, sio bodi ya ligi, mtu wa maana mno, vibaya mno. Weka ripoti hadharani, waliofanya tumbua okoa maisha ya watu milioni 100 huko. Yaani mtu mmoja tu alipiga simu hamna kufungua mageti kwa ajili watu wapata sababu. Lakini pia Simba naona kama hiki kitu wanakijua hiki. Tumaliza.
hiki Simba hiki wana tu Yanga peke yao hawajui, lakini Simba hiki kuna kitu wanakijua. Wanajua mchezo. Wanajua. Tukanye chai. Bwana, nafikiri ikitokea taarifa nyingine tutawaletea